Pole kwa safari na ongera kwa mchezo mzuri kule ugenini, mmeweza kupata alama moja. Pengine tuambie namna ambavyo game ilikuwepo, maana kwenye tuliona kwenye TV mkirushwa mpaka machupa. Ilikuwaje? Kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumesafiri salama, tumerudi salama, na katika yale malengo ambayo yalitupeleka Algeria hatujafanikiwa kupata pointi 3, lakini tunasema alhamdulillah tumepata pointi 1. Pointi ambayo kwenye Champions League hatua ya makundi kipata away kwenye nchi kama Algeria una kila sababu ya kujipongeza. Mazingira ya mchezo yalikuwa magumu kutoka tunawasili siku ya mchezo mpaka tunaondoka. Mazingira yalikuwa magumu kwa sababu ya fakta mbalimbali. Kwanza hali ya hewa ilikuwa ni changamoto. Umetoka huku nyuzi joto 30, 31, unakwenda taifa ambalo nyuzi joto inakuja mpaka 3 mpaka 4. Kwa hiyo ilibidi wachezaji wa adapt kwa haraka. Tulikuwa na siku 2 tu za kuadapt hiyo hali ya hewa na kufanya mazoezi kwenda kwenye mchezo. Lakini pia mazingira, of course, sasa hivi kwa uzoefu ambao tuko nao, hii haiwezi kuwa excuse. Unapokwenda nchi za Kiarabu wana demand muda wote. Iko party moja ambayo ni party nzuri ya mashabiki wao, na iko party nyingine ni party mbaya. Party ambayo sisi wa Tanzania tunatakiwa tujifunze, tusipende timu zetu kwa maneno. Tusipende timu zetu kwenye mitandao ya kijamii. Tufanye kama ambavyo nchi za kaskazini zinafanya zinapokuja timu zao. Yes, Kabilio wamekula chuma 4 mechi ya kwanza, lakini ndani ya masaa 3 tiketi zimeuzwa, zimemalizika, tiketi 55,000. Sio jambo jepesi, ni jambo ambalo inabidi na sisi jamii ya mpira wa Tanzania tujifunze kwenye mapenzi haya. Lakini upande mbaya ni upande wa vurugu. Na nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki wa Yanga, nimeona mitandaoni wakijiapiza kwamba watalipa kisasi. Kisasi kizuri kwenye mpira kinalipwa kwenye pitch, hakilipwi kwa vurugu. Wametufanyia vurugu, lakini mambo ambayo yameshamalizika. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, hapakuwa na madhara yoyote. Hakuna mtu ambaye imetua tu simu zinaanza kuita. Nani? Unaweza kuta jasusi huyu. Bado unajua kimsingi imeniuma, tazungumza lakini imeniuma sana. Mkutano umeanza mpaka umeisha, nipo angani, sina internet. Sijui kilichoendelea. Kwa hiyo inawezekana sasa jasusi ya madaka kunigia taarifa. Nitakuja kuwapa. Hamna taarifa za ndani, nitawapa, msio na wasiwasi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika mazingira haya. Lazima mashabiki tujifunze kupenda timu zetu kwa vitendo, lakini tusijifunze kufanya vurugu pindi ambapo timu zetu zinatafuta matokeo. Leo hii nani anajua, pengine umejiweka kwenye hatari ya kufungiwa, kuna adhabu klabu zinapata. Kwa hiyo ni vurugu za muda, lakini madhara yake ni makubwa. Sasa hivi CAF faini zao ni kubwa sana. Kwa hiyo tujifunze, tumeumia lakini tujifunze kuwa wastaarabu, wavumilivu. Sisi kisasi tukakilipe kwenye pitch. Pengine kuna hatua yote ambayo mmeichukua, labda kupeleka barua ya malalamiko CAF? Sasa sisi hatua namba 1 ni tunapeleka malalamiko yetu kwa msimamizi wa mchezo, general coordinator ambaye yuko pale. Lakini tukio lilikuwa linahusisha usalama, maana kuna security officer wa CAF yuko pale. Wao wawili plus match commissioner wametuhakikishia kwamba hilo jambo wameliona na wanalishughulikia. Kwa sisi complaint ya kwanza ni kuwasilisha kwa msimamizi wa mchezo ambaye ni general coordinator, na amesema analifanyia kazi. Hatuko hapa kuomba kwamba wafungiwe au wapigwe fine. Hayo ni mambo ya kanuni, CAF wanajua wenyewe. Tunachoomba hapa sio kwa Yanga, timu zote zinapokwenda kwenye mazingira haya ya nchi za kaskazini, basi kuwe na usalama zaidi wa kulinda wachezaji, kulinda maafisa. Nyie mmeona chupa zikirushwa uwanjani. Hamjaona mimi nilivyokuwa napambana kukopa chupa huku jukwani. Wale wa Arabu ni kama wamemshuhudia Jack Chen akiwa wa karibu. Walikuwa wanatupa chupa. Unajua mimi sina kelele. Tupa chupa nilikuwa nazikwepa. Ushaona ile movie ya Karate Kid ile? Nilikuwa napiga chupa zinapitia namna hii. Nikawa wenyewe wamenipigia saluti. Wamesema pamoja na yote lakini kile chuma mimi nimekwepa mawe Temeke, chupa ya maji. Nipiga pipa zikapita, lakini si jambo zuri. Kwa hiyo tumeongea na wale wasimamizi wa mchezo waweze kulifanyia kazi. Yes. Kocha imekuwa ni muda mfupi, lakini mabadiliko yanaonekana ni makubwa sana. Sasa huyu sio kocha. Huyu ni sayansi ya mpira. Nyie mmekuwa mkisikia watu wakisema, wachambuzi wakisema kwamba football ni science. Football ni science. Science yenyewe ndo Pedro. Kwa hiyo huyu hahitaji muda mrefu. Anahitaji kuwa kwenye uwanja, kuwaona wachezaji na kupanga vitu vyake. Na si ametuambia hata kwenye mahojiano yake
amesema ndio kwanza, kama ni asilimia 25. Naendelea kujenga. Yes, ni asilimia ana wiki 3 tu hapa. Naendelea kujenga kitu changu. Kikisha Farabati amekufa. Nasemaje? Kikishafika asilimia 100. Asilimia 100. Haya matatizo mlioyasikia ya afya ya akili yatakuwa makubwa maradufu. Kama 25 iko hivi, amchagui kiwanja. Maana tumeona New Amani, tumeona kule mnacheza kama mko kwenu. Ikifika 100 itakuwaje? Ndio nimesema, kocha amesema sasa hivi anachokiandaa kama ni asilimia 25. Zikifika asilimia 100, ni muombe waziri wa afya Daktari Mchengerwa, hospitali kama Mirembe zingesogezwa pale Kariakoo Msimbazi ili tusipate shida ya kusafirisha watu. Zikifika 100 tu, matatizo ya afya ya akili maeneo ya Msimbazi yatakuwa mengi sana. Kwa hiyo hospitali ijengwe, basi isiwe kubwa, wachukue gorofa moja, floor moja tu iwekwe pale, wenye matatizo ya afya ya akili kwenye mpira wanaingizwa mule. Lakini sio mpende jirani kama unavyojipenda. Mna jirani mwehu akapendwa. Jirani ashakuwa mwehu. Na nimeshangaa waandishi, kimsingi nimeshangaa sana. Mmekuja hapa na hamjachukua tahadhari zozote. Hali ni mbaya ndugu zanguni. Kila mmoja atembee na kamba isipungua mita 5-6. Unaweza kukutana na mtu kumbe kashakuwa mwehu hujui. Piga kamba, toa taarifa polisi kwamba nimekutana na mtu ana shida ya afya ya akili, nimemtuliza hapa, mje mchukue mtu wenu. Wameshasema kwamba wako wengi. Sasa hii hali, kwanza mkutano umeendaje? Imeniuma sana niwaambie ukweli. Jadu akupe dondoo. Mpe dondoo. Kiukweli umeanza mpaka umeisha. Nimeunga ile internet ya angani na yenyewe inaenda slow. Yaani nimeumia kweli yani kukosa huo mkutano mkubwa leo wa klabu namba 5. Nasikia wamekalia viti kama wapo kwenye kipaimara, ni kweli? Umeenda vizuri mkutano? Basi sawa. Mbona mimi nasema imefanyika dua kwa ajili ya kumtorosha mwenyekiti. Wakaambiwa fumbeni macho. Basi. Mashabiki tumeona kitu alichokifanya kwa Djigui Diarra, na kuna andiko liliandika Instagram namna ambavyo alipambania timu. Mipango kuwashirikisha mashabiki wote sasa ambao wanahudhuria uwanjani. Mechi ya Fountain Gate ambayo itakuwa ni tarehe 4. Nitangaza tu rasmi kutokea leo. Hii Diarra aliyokota hapa leo hii ni hela ya maji. Hii ni hela tu ya maji. Maokoto yenyewe atayapata tarehe 4 pale KMC. Kwa hiyo wanayanga wote, kama huko mkoani unataka kumuokotesha Diarra, mtafute mwanayanga mwenzao kwa Dar es Salaam, mwambie nenda uwanjani, kibunda ndo hicho. Tutaingia pale siku hiyo na shangazi kaja. Lile kubwa lile. Sio kibegi. Shangazi kubwa ile tarehe ngapi itakuwa? Tarehe 4 inshallah. Watu watajaza pale. Diarra sisi wenyewe, jana mmemsikia pia rais wa Yanga, sisi wenyewe hatujui kama tulisajili goalkeeper au tumechukua mwanachama mwenzetu wa Yanga. Pengine tulivyozindua tawi Bamako Mali alienda kuchukua kadi. Maana yake half time Diarra, kuna move moja ilitokea hapo Rukushani kama nakumbuka golini pale. Alivyotua alianguka vibaya. Kiangalia ile clip. Kwa hiyo enka ile ikaanza kuvimba. Kwa hiyo tunavurudi vyumbani, daktari baada ya kumcheki wakajiridhisha kwamba huyu bwana hawezi kuendelea. Sasa Msheri akatoka na goalkeeper kocha wa goalkeeper kwenda kufanya warm up kwa ajili ya kuendelea. Lakini Diarra akatulia pale ndani, machozi akiwa wanamtoka kwenye kile kiti chake. Akamwambia daktari, leteni hapa, wekeni dawa hizi kwa ajili kupunguza maumivu na uvimbe. Baada ya kuona kama dakika 10 hivi kashapata ganzi, akavaa socks, akapiga bandage za kutosha zile plaster, akavaa kiatu, akawaambia naenda kufa kwa ajili ya klabu hii Yanga Afrika. Ikihitajika damu itoke leo, damu yangu itatoka. Kwa hiyo alivyorudi Djigui Diarra akarudi mtu mwingine. Alikuwa tu hawezi kupiga mpira Afrika. Niliona Afrika ikitokea anamuita baka. Lakini walivyokuwa wakija Waarabu wanamkuta Djigui Diarra amezidi kuongezeka. Ile hasira ile kama ilimuongeza mwili. Kwa hiyo akakaa pale anaenea goli zima. Piga ni kupiga. Yule kocha unajua wa JS Kabylie tumeondoka Joseph tumeondoka pale. Nafikiri kwa drip ya 3 wamemwekea. Pressure ilikuwa juu mno. Baada ya kukosa goli dakika 96 akawa anauliza, Yanga umetena makipa wangapi? Kaambia ni mmoja, Djigui Diarra huyo. Screen protector. Kwenye nataka pengine unaweza kutoa elimu hapa. Umezungumzia uzuri wa kundi lenu. Nikirecall hata msemaji wa Simba alisema
Waarabu sio watu wagumu. Hivi tumekuwa tunaje? Tunakariri kwamba Waarabu ndio wagumu. Hata Waangola sio wagumu. Ndio maana sisi tulimshona Wiliete. Hata Waangola sio wagumu. Na la mwisho, ndugu zangu waandishi wa habari, kuifanya hii ikae kwenye rekodi vizuri. Huyu nimeshuka naye huyu. Kuifanya hii ikae vizuri. Yanga Afrika tulimtoa Djigui Diarra kutoka Stade Malien Mali. Yanga Afrika tumemtoa Lassine Kouma kutoka Stade Malien Mali. Ni wajibu wetu kama wanayanga kuwaombea dua njema Stade Malien katika mapito ya kimpira. Tuko nao bega kwa bega. Yaani msimu huu kwenye makundi, kwa kuwa walisema wenyewe hakuna mambo ya uzalendo, mimi sasa hivi ndugu zanguni ni dumbi ya mtupu kutoka Bamako Mali. Nilivyotua tu hapo, mimi ni Mali mtupu, na saa moja nipo kwenye TV. Yaani sasa hivi sifichi. Saa moja nipo kwenye TV na Wamali wenzangu tukiwashangilia Real Bamako. Una saba na Mali. Diarra. Unadhani nini kitatokea? Lassine. Wale Huyu unaona eti kaona turubai, anaweza kunatokea nini? mechi 22 hawajapoteza. Kaka, ukiona turubai watu wameinamisha vichwa chini, ujue kuna eneo mtu kaenda na chepe na jembe kuchimba shimo. Sio nataka kuna mtu anaenda huko. Asikia raha alafu matokeo mengine mazuri ni ya jana. Petro de Luanda kupata sare na Express de Tunis. Nyie hamjui mpira, mmefurahia. Ile sare ndio yenyewe maana yake Mwarabu atakuja hapa. Asikia raha. Hapo kwenye uzalendo pia. Sina uzalendo. Amepotea dhidi ya Wydad. Nimefurahi pia jana. Jana ilikuwa nimefurahi pia. Nani Amrabat amewashona Azam. Niliwaambia na ameingia kwenye vitabu vya historia. Thabit Zakaria Zaka za kazi. Ndiyo msemaji aliyemaliza mwezi mzima wa 11 bila kushangilia ushindi. Mara ya mwisho Azam wameshinda mechi ni tarehe 23 kama sio 24 Oktoba. Yaani nchi haijaenda kwenye uchaguzi. Imagine tumepiga kura, tumekimbizana, tumekaa ndani, tumetulia, tumeanza maisha vizuri, Azam hawajashinda mechi. Na wana kocha mkubwa. Sana kocha sijui, lakini Azam hawajashinda mechi. Kwa hiyo nimefurahi Azam kufungwa jana. Na vile vile wakati nafuatilia nikiwa Bamako, nitafuatilia pia New Aman Complex. Wenzetu Stellenbosch wako pale. Nabadilika tu. Nikiweka Azam Sports 2 na kuwa Stellenbosch. Azam Sports 1 na kuwa Mali. Ni roho mbaya isiyokuwa na kificho. Sasa hivi tupo katika level hiyo. Kwamba sisi wakati makundi yamepangwa, walivyokuwa wanasema Yanga ni kama maiti inaosubiri kwenda kuzikwa. Maiti ndo hii sasa inashafufuka, inaangalia wa kuondoka naye. Yaani sasa tunatazama na hatuna jamaa. Tunatazama. Kwa hiyo Wamali wenzangu, tuongezee dua hapa. Tuongezee dua Wamali. Ongeza dua. Waarabu kidogo. Wamali twende dua ya Mali. Dua ya Mali. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbi wajalie Wamali wenzetu waweze kupata ushindi siku ya leo. Ya Rabbi wajalie Wamali wenzetu waweze kutupa furaha siku ya leo. Tuko na Wamali wengi hapa wa kutoka Mali. Djigui Diarra aweze kufurahi ushindi wa leo wa ndugu zake watu wa Mali, ndugu zetu watu wa Mali. Mwenyezi Mungu tubariki. Wamali wote. Hao unavyoona kuna kina Diakite hapa, wapo kina Diakite hapa. Kina Keita wako hapa. Kimsingi tumeshatangaza rasmi. Romba yetu ya mwaka huu hatuifichi. Ni dhahiri shahiri. Nyie si mliwaoji hapa wakasema hamna uzalendo mwaka huu? Ndo tunaanza sasa. Tulianza na Petro, tunakuja na Stade Malien. Tukitoka hapo tunaenda kuvaa kanzu. Express de Tunis. Kati ya wanne hali mnatamani kwenda na nani? Pengine labda muende naye hatua inayofuata. Kwenye kundi letu sisi? Kati ya wanne. Wa Tanzania? Sasa wewe dua zote hizi tutawahi kwenda na mtu? Sisi wakibaki wote alhamdulillah. Maki nimeona pia zao wanaanza kusema jana. Jamani ninyi mpira huu unaweza kufanya mtu kaona kama umepagawa hivi. Tumecheza vizuri sana, yani hajatuzidi chochote. Sasa sema kuzidi matokeo. Nimeona aibu anaongea, yani hii mechi hajatuzidi chochote kile. Wamekuzidi matokeo, wenzao wameondoka na 3. Wewe baki na 0. Unajua ilikuwa mpira wetu wa zamani huo. Cheza mpiga pasi nyingi, mmefungwa.
Tumefungu nyingi sasa. Kaka nikwambie kitu. Safari hii bwana kwenye Champions League kila mtu ambaye na hali yake. Sasa hatuna unafiki. Tulikuwa tunakaa unafiki mwaka huu kila mtu na hali yake. Na sisi tuko mahali leo. Saa moja hadharani. Shahidi masuala maisha. Nipeni ripoti basi ya mkutano ndugu zangu. Waandishi mlikuwepo, mimi sijaona mkutano. Imekwaje? Nani hamna mtu ambaye akwambie mkutano. Umeenda vizuri mkutano? Umeenda vizuri mkutano? Malalamiko kidogo. Namna kufunga. Nimesikia neno kufunga mkutano. Nimesikia mwishoni kwamba waliambiwa tuombeni dua. Wanachama wakafumba macho. Macho dua ilipigwa ile amin. Viti vya mbele vyote vyeupe. Asijui Mungu ameondoka na watu wake pale pap. Hamna aliyebakia. Kwa hiyo wanachama wamebakia yatima. Hawajui Alafu sasa mwishoni baada ya kuitikia viti vyeupe ndo harufu ya pilau imeanza kutoka. Haya mlango ule kule. Jamani. Pilau uadiliki. Yaani leo ndo nimethibitisha kwamba Yanga hatutaki kujifananisha ya timu yote ya Tanzania. Sisi tuko mbali mno. Mkutano uliofanyika leo hata mimi kikao changu cha posa hakikuwa vile. Japo tu ndoa yenyewe ndio hivyo, lakini kikao changu cha posa hakikuwa kidogo kina heshima. Mambo mengi kikao anaongea tu mtu mmoja. Haya kaa chini. Nani wewe? Swali lako tu kutana kwenye uchaguzi leo. Yesu yuko sehemu salama. Taarifa atanipa zote. Alafu ile taarifa kuhusiana na mambo 10 ulitoa ya basi ile kama sasa hujatoa nyingine tena. Hapana. Kwa mfano basi leo ni tarehe ngapi? 30 mwezi wa ngapi? 11. Maana yake ahadi ilikuwa kama sio mwezi wa 10 wa 11. Mwezi unaisha lini? Kesho leo. Kwa hiyo kesho tunakumbusha tena. Bwana miezi miwili ya ahadi. Iriza. Hivi waandishi na nyie sometime mwe mnawasaidia hawa watu. Iriza. Basi. Mtu kama akashindwa kutoa jezi nyingine mpaka wameenda kununua plasta kuziba nembo. Ataweza kuleta Iriza kweli? Huko mbali. Ataweza kujenga uwanja? Kwa mlichokiona kwenye mkutano leo, basi lipo alipo nyinyi waandishi. Imeisha hiyo. Yaani likija pande nani? Waliokimbia mwisho wa dua au waliobakia kula ubwabwa? Maana unajua hawa nyinyi waandishi mniwapeni siri. Hawa walitegesha tarehe ya leo makusudi kabisa. Wakiwa naamini kwamba wangeshinda mechi ya Waangola. Alafu leo akifika kikao cha dakika 2 tukaipambanie timu yetu mahali. Mungu akapindua ile. Wakashonwa hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo leo ajenda zikawa zimeyeyuka. Nani aanzishe kikao ndio ikawa mtihani. Lakini uhakikishie ndugu zanguni tupo nao sambamba mpaka atapofika mavumbini. Yaani hatuachi. Na naenda nyumbani natulia, jasusi atanipa mkeka wote wa kikao na nitatoa taarifa zote. Taarifa ya kwani matokeo. Jambo ninaweka nalo leo ndugu zanguni, leo nitafurahi. Yaani ninaweka 100%. Zile robo nimeanza nazo na kilomita. Nasemaje? Leo yaani hii clip kateni. Ninaweka asili ikifika adhana ya insha. Yaani kabla ya kipindi cha pili adhana ya insha. Mimi nishafurahi. Kwa sababu ndugu zetu wanatafuta goli na mtu akufunga goli ndio wamesema kwamba yaani kuna clip msema anaongea kwamba huyu toka amehusishwa na Yanga hatumuelewi. Niliwaambia mapema watu hawa Kalagabao hawaelewi. Unajua hawa sasa hivi wapo kama nazi. Macho matatu hayaoni. Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, haya kiko wapi sasa? Walinijia juu na mapanga. We Eliza tu wewe. Nikasema haya niepushe malumbano, nikaa kimya. Sasa hivi mchukueni hatumtaki. Hatumtaki. Kaeni naye sasa. Si mnyang'ania haya bakini naye sasa. Ndo zimetumwa. Yaani sasa hivi logo ziko timu za nyumbani. Singida watachezea leo kwa sababu zishapelekwa pale TFF. Na sisi tunakwenda kuzichukua kwa mechi ya Januari ndo zimetumwa package yote logo kupitia shirikisho mnaenda kuzichukua pale. Nyinyi ndio mlikuwa sahihi. Kwani hamjaona? Mbona waandishi maswali mengine mna majibu mnayo? Hamjaona? Imeziba prisoner. Mlikuwa mbele ya muda. Bana vipi? Mwambie wameziba prisoner.
Tafutie jezi bana huyu mwananchi mwenzetu. Wewe ukimwekea mechi ya Simba analia. Angalia. Angalia. Sasa leo usiku muepushe. Leo ndo kuna balaa leo. Bwana asanteni jamani. Hii hapa, leto.